Kama alivyosema mwenyekiti, kampuni yetu ya Mainstream Group leo tumeingia makubaliano na Simba Sports Club kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa kuwezesha wanachama kutambulika na pia kupewa kadi zao za wanachama. Jambo moja ambalo tunaahidi kwenye upande wa teknolojia ni kwamba utakuwa ni mfumo rafiki ambao unaweza ukatumika na mtu yeyote mwenye simu janja, mwenye simu ya kawaida, lakini pia anayetumia mifumo mingine, kwa mfano kama website. Kupitia kwenye mfumo huu wa Simba, kama alivyosema, tutawezesha matawi kujisajili, wanachama kujisajili, lakini pia tunaiwezesha Simba kuweza kupata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo mimi yangu ni machache, lakini kwa majina kama nilivyoanza kujitambulisha, naitwa Deogratias Mosha, ni mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Mainstream Group. Nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Nashukuru waandishi wa habari kuwepo. Kwa jina naitwa Bwana Rajab Thabit Rajab. Mimi nawakilisha kampuni ya Nexus Pesa Card. Sisi nashukuru sana kwa uongozi wa Simba, mwenyekiti Magori na mwenyekiti wa wanachama Bwana Mangungu na mkurugenzi hapa kutupa nafasi hii na fursa ya kuchangia mabadiliko makubwa yanayofanyika ndani ya Simba. Na sisi kama watu wa Nexus Pesa Card, kazi yetu sisi ya msingi ni kuunganisha mfumo ambao watu wa Mainstream Media na Mainstream Group wanatengeneza, ambao unahusisha na Simba. Na masharti yetu sisi ni kuhakikisha kwamba mwanachama anapata kadi pale alipo. Ile kadi itamwezesha yeye kuthibitisha wanachama wake, itamwezesha yeye kuwa mtumiaji wa kuweka na kutoa pesa. Na kwa idhini yako mwenyekiti, labda mimi niongezee kitu kimoja tu cha msingi kwenye kadi yetu, ni kwamba kadi yetu sisi ambayo itaenda kwa wanachama wa Simba itakuwa haina makato ya mwezi. So kawaida mara nyingi unakuta kwenye kadi za benki kuna makato, lakini kadi yetu sisi inakuwa haina makato ya mwezi. Mtumiaji anakatwa kile atachokiweka na kukitumia mwenyewe. Hakuna makato mengine ya ziada tofauti na yale makato ya kawaida. Lakini account kuwa nayo hakuna makato, na hiyo ndo one of the positives ambayo tunabeba kwenye kadi yetu. Idadi ya wanachama wanaotakiwa kubebwa katika kila tawi kwa sasa inasema ni 250, na kuna kiwango cha chini ambacho kilikuwa ni 50. Kwa hiyo tutakaa na kuona namna gani ambavyo tutarekebisha kuwa na reasonable number ya katika matawi, na nadhani utaratibu utaelewesha wale wanachama wa zamani ambao walikuwa na kadi zao, wengine bado wanazo katika possession yao, wengine walipoteza. Kwa hiyo tutakachofanya, wakati anajaza kuomba kadi mpya, atajaza na kadi yake ya zamani, tutaangalia kwenye ledger na atarudi kuwa na namba yake ile ile ya zamani, au kwa namna ambayo tutakubaliana kuweza kwa sababu haiwezi kuwa mwanachama aliyekuwa na kadi tangu mwaka 70 na 80 na 90 ile kadi yake ifutike. Kadi yake itaendelea kuwepo kwa kuingizwa taarifa labda za ziada tu sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia na kadhalika. Zoezi hili kwetu sisi lina faida kwa sababu itakuja kuuisha wale ambao walikuwa na kadi wakazipoteza na zikuwa watolewe tena, wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa na kadi mpya, na kuboresha pia. Kuna wengine wanachama wa Simba sasa hivi wamekufa, walikuwa wanachama. Hiyo itatusaidia sana kuimprove, kuwa na records na takwimu sahihi zinazohusu wanachama, wapenzi na washabiki. Licha ya kuwa ni tuna mahitaji makubwa ya wanachama ambao wanapenda kujiunga na klabu yao zaidi ya 2 milioni, na tulifanya hiyo testing. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakapoanza tutaweza kujua kama kweli kulikuwa kuna uhitaji na kadhalika, na mambo mengine yatakuja kujifidia huko. Sijaelewa mantiki ya swali lako la pili, lakini zoezi la utoaji kadi ni zoezi endelevu kwa sababu Simba ni taasisi inayoishi. Kwa hiyo taasisi inayoishi inaendelea kufanya kazi zake siku hadi siku. Tulisitisha utoaji wa kadi kwa miaka hiyo kutokana na mambo ambayo tulikuwa tunafikiria kuyafanya, lakini tumeona kwamba kuna ulazima wa kurudisha utoaji wa kadi ili wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao na ushiriki wao katika klabu yao. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni jambo ambalo litaenda kwa muda, hapana. Hilo linakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama
Ukirudi tu kwenye katiba ya Simba inasema nani mwenye sifa ya kuwa mwanachama, na ndio maana sisi kadi zetu tulishasema na tunarudia kusema tena, hatuwezi kwenda kwenye maeneo ya masoko au maeneo ya mikusanyiko kuwaweka watu pale wacheze mziki sio na nini tufanye promotion. Hapana, kadi zetu sisi tutafuata utaratibu unaotakikana. Mwanachama ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwa mfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi. Hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze, anasema bwana wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na virtual branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali. Tutaangalia na tutalitengenezea utaratibu wake, lakini vinginevyo utaratibu wa upatikanaji wa kadi ni ule ule. Sasa hiyo ni kwanza, uhai wa mwanachama wa Simba unategemea na yeye kucomply na yale masharti ya wanachama, ambayo mojawapo ni kulipa ada. Haijawahi kutokea wakati kwamba kadi ikawa na expiration, kwamba hii itakuwa valid mpaka tarehe fulani. Hapana, kadi zitakuwa na hadhi yake ya kuwa mwanachama kwa muda wote, lakini ili uwe mwanachama hai ni lazima ulipe ada. Kwa hiyo huyu ambaye alikuuliza swali hilo, kwa bahati nzuri tu wewe ukuwahi kuwa umefahamu, wanachama wa Simba unakuwa hai pale unapolipia ada na unapokidhi masharti yote yaliyowekwa kwa mujibu wa masharti ya wanachama. Na ili tuweze kuwa sawa, tutaielekeza management leo ipost ile sehemu ambayo inaelezea nini masharti ya mtu kuwa mwanachama wa Simba Sports Club, ili kila mmoja awe na uhakika, awe anaona. Kuna wengi ndio wanaweza wakawa wana kadi, lakini kuna wengi hapa wanapiga porojo tu, hata hiyo kadi hawajawahi kusikia iko. Mkataba upo na tutaeleza manufaa ya mkataba na masharti mengine ya mkataba, lakini kwa sasa tuelewe tu kwamba kampuni hii imepata haki hiyo ya kushirikiana na Simba. Kwa hiyo ukomo wa mkataba utakuja kuzungumzwa, na kuwa na kampuni hii haimaanishi huko baadaye hamna mabadiliko mengine yanaweza kutokea. Kampuni zina uhai wake na zina mambo yake, lakini Simba itaendelea kuwepo kwa sisi tuliokuwepo sasa na hata wengine watakao kuja huko baadaye. Tutatoa. Sasa hatukusema kwamba lazima leo tuje kusema kila kitu, ili na sisi tuwe na muda wa maandalizi. Nadhani umenisikiliza nilichosema mwanzo kwamba tumewatangaza hawa kwa sababu katika uandaaji wao watahitaji kuwasiliana na mamlaka za serikali, kuwasiliana na wanachama, kuwasiliana na wadau wengine. Kwenye hiyo kadi kutakuwa na added value items, kwa maana labda pengine tunaweza tukafikiria kwenda kuweka mambo ya luku, kuweka gesi, kuweka nini, ili mwanachama sasa asiwe na kadi 20 mpaka wallet inatuna, inaonekana yule jamaa kama ameweka mzigo, kumbe makadi matupu. Umeona? Kwa hiyo inaweza kawa kadi hiyo moja ikabeba vitu vingine tena. Kwa hiyo nadhani tumewatangaza, dhumuni rasmi ni kuwatambulisha kwa umma ili waweze kujua kwamba hawa ni watu ambao tuna mkataba nao, ili kazi zao zifanyike katika misingi ya kueleweka. Sisi hatufanyi mambo ya kuficha ficha na nini. Hii ni taasisi ambayo inajiendeshwa kwa uwazi na ukweli. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube chaneli yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.